Aliyo ilinipelekea kuwa mpweke kiukweli. Nilikuwa sina mwongozo na mwangaza wa mbele ya maisha yangu. Akaniambia kwamba yeye ni mfanyakazi wa kituo kinachoitwa Youth Awareness and Economic Convention, kinachojulikana kama kituo cha vijana Amsha. Ni muda huo ukiangalia hali ya uchumi wa mamangu ilikuwa sio nzuri, afa kwa anaumwa. Nilikuwa nachukua muda mwingi kukaa peke yangu, tulia na waza. Hata afya yangu kikweli ilizofika kimawazo, yani kifikra, nilikuwa siwezi kufikiria mambo mengi. Nikapata marafiki ambao hawakuwa wazuri kusema kweli kwangu. Niliamua kubadilika ni baada ya mimi kukutana na mtu ambaye alikuwa ni afisa ustawi wa jamii. Amsha ni tofauti na sehemu nyingine kwa sababu hapa tunaunganisha michezo pamoja na shule. Kuna vijana wenye changamoto mbalimbali ambao wanahitaji kusaidiwa kwa ushauri, na ni vijana ambao wanahitaji kushauriwa kidogo kidogo pasipo kufokewa. Tatizo lililopo ni vijana wanatumia sana madawa ya kulevya na wazazi kuwatelekeza watoto. Lakini kwa sasa wanaotumia madawa ya kulevya elimu wamepata na wazazi pia wamepata elimu, kwa hiyo kuna mabadiliko ya kiasi kikubwa. Nimeona kuna umuhimu wa kufanya na watoto huko mtaani kwa sababu ya msongo wa mawazo wanaokuwa nao. Ni watu wanaohitaji ukaribu kwa ajili ya kupewa ushauri. Watoto wanapenda kuzungumza changamoto zao, lakini wakati mwingine inategemeana na hali ya mtoto mwenyewe. Ninafikiri kazi ya social work ni muhimu kwa sababu jamii inakabiliwa na changamoto nyingi sana ambazo inahitaji watu wa aina yetu kwa ajili ya kuzifikia na kuhakikisha jamii inaishi katika hali ya usalama. Hisia na mawasiliano mazuri ya watu hapa Amsha yalinipelekea mimi hapa kujisi mtu mzuri na mtu ambaye na thamani. Kipaji cha uzalishaji wa muziki, na natumia kipaji changu kuwafikia vijana pia. Natumia kipaji hicho kukusanya baadhi ya vijana kutoka sehemu mbalimbali. Unatengeneza timu ya vijana ambao inakuwa ni grupu la waimbaji. Kwenye hilo grupu unakuta kuna mwingine ana tatizo hili, mwingine ana tatizo hili. Kwa kupitia hicho kitu najaribu kujua kwamba kila mtu ana hali gani ya maisha.